Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka huu wa 2026. Leo ni Julai 21, tukienda kuiangazia mada isemayo Yeremia, msemaji kwa niaba ya Mungu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya rehema zako na ulinzi wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo, uongozi wako na vile ambavyo umekuwa pamoja nasi siku zote. Jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia siku ya leo, kwamba tujifunze neno lako. Tusamehe dhambi zetu, tuongoze na ututakase, tusafishe na uturehemu. Zaidi sana tembea na kila mmoja wetu anapoendelea na shughuli zake siku ya leo, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 aya 26. Neno la Mungu linasema, ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Miongoni mwa wale waliokuwa na tumaini la uamsho wa kiroho wa kudumu kama matokeo ya matengenezo chini ya Yosia, alikuwa ni Yeremia, aliyeitwa na Mungu kwenye kazi ya unabii akiwa bado ni kijana mdogo. Ndani ya kijana Yeremia, Mungu alimuona mtu ambaye angekuwa mwaminifu kwa dhamana yake na ambaye angesimama kuitetea haki dhidi ya upinzani mkubwa. Usiseme mimi ni mtoto, Bwana alimwambia mjumbe wake mteule, maana utakwenda na kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe. Kwa miaka 40 Yeremia alipaswa kusimama mbele ya taifa kama shahidi wa ukweli na haki. Katika wakati wa ukengeufu usio na kifani, alipaswa kuonesha mfano wa maisha na tabia ya ibada ya Mungu wa pekee wa kweli. Wakati ule wa kuzingirwa kwa kuogofya kwa Yerusalemu, alipaswa kuwa msemaji wa Yehova. Kwa kawaida, akiwa ni mtu mwenye tabia ya woga na mwenye kuona haya, Yeremia alitamani sana amani na utulivu wa maisha ya kujitenga, ambapo asingelazimika kushuhudia kuendelea kwa moyo mgumu kwa taifa lake alilolipenda. Moyo wake ulibinywa na uchungu mkali juu ya uharibifu uliotendwa na dhambi. Mambo ya maisha ambayo Yeremia aliyapitia katika siku za ujana wake na pia katika miaka ya baadaye ya huduma yake yalimfundisha somo kwamba njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Alijifunza kuomba, Ee Bwana, unirudi kwa haki, si kwa hasira yako, usije ukaniangamiza. Yeremia sura ile ya 10 ya 23 na 24. Alipoitwa kukinywea kikombe cha dhiki na huzuni, na alipojaribiwa katika taabu yake kusema, nguvu zangu zimepotea na tumaini langu kwa Bwana, alikumbuka majaliwa ya Mungu kwa niaba yake, naye akasema kwa shangwe, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Hii ni Julai 21, mada ikisema Yeremia, msemaji kwa niaba ya Mungu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Ameongoza njia
walipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza, nitasifu. Hata tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda, kama sipo